Leo kwa kweli mchezo huu ulikuwa mchezo mgumu, haukuwa mchezo rahisi. Simu nilivyojua tulitoka sare ya 1-1 Burundi, na hapa Tanzania tukacheza mpaka extra time. Kwa mchezo mgumu pia. Football ndio hivyo, tumeweza kufika kwenye mikwaju ya penalty. Basi Tanzania ikashinda mikwaju ya penalty. Lakini nafikiri mpira ukiangalia, nikiangalia naona kama mpira wa East Africa umepanda juu kidogo. Umeongezea sama, sio kama ule wa kwanza. Juu kiona jinsi tumekuwa tunacheza Tanzania, sisi sote tumeshambulia ngambo zote, lakini uamuzi kakuwa ni mikwaju ya penalty. Kumbe sasa leo umebuka ushindi, congratulations. Na mimi pia namaliza kuambia wachezaji, mpira ni kutumika kila siku. Usifurahie leo tu. Mpira ni kazi ya kila siku. Si makocha kila siku uwanjani tunakimbizana wachezaji. Juu tuangalie sisi tuweza tukapandisha level ya East Africa kama tunaenda sio AFCON. Inafaa tusirudi nyuma. Tusiangalie tu mchezo wa jirani, tuangalie kwa jumla ya Afrika yote ikiwezekana. Tanzania ifike World Cup, tafurahi. Ndio nazungumzia kama mpira njoo hivyo, tunacheza wawili, kuna kufungwa. Leo tumeitika kufungwa, tunaenda kutumika nyumbani. Tuangalie kama tuweza tukapandisha level wachezaji wetu. Asante. Maswali kwa kocha. Yes, kwanza Stars walikuwa bora wapi nikiangalia tumefanya mazoezi ya penalty, njoo hivyo tena imefikia. Wale wote tumefanya science zote tumeanza, tulikuwa tunafanya penalty. Lakini unaona itaweza kuwa ni public isaidia au nini. Lakini penalty tuwezi nikalaumu mchezaji. Unaona tucheza extra time. Mchezaji ni vitu mingi tuweza kuwa amechoka, kwa hiyo na nimezungumzia pia mapema kama wachezaji wangu wote wajaanza maligi kwenye wanacheza. Kwa hiyo tumefanya, lakini na ule mchoko mpaka extra time umesababisha kupiga na mchoko, ni hivyo kufunga ni vigumu. Stars walikuwa bora sehemu gani katika mchezo na kuelekea katika hatua inayofuata waboreshe sehemu gani? Ukiangalia mechi ya kwanza na mechi ya pili, naweza nizungumzia kama mechi ya kwanza pia nikiangalia kipindi cha kwanza Tanzania imecheza kule kwetu Bujumbura, na sisi kwa kuamka kwenye mechi ya pili. Kipindi cha pili inamaanisha kama nimesema uzoefu wa mamechi wachezaji wangu hawakuwa vizuri. Unaona nafasi yote ya maligi njoo angalia wanaanza maligi yao. Njoo maana nasema ina uhakika kama wameona hii ni somo tumepata. Wameona kumbe tutakuwa tunatoa wachezaji wenyewe wana mamechi kwa miguu, itakuwa ni tafadhali jua kuja wote wako tayari. Bosi hapa. Coach, mechi iliyopita Jonathan Lamar lakini leo alikuja kusimama. Tunaweka mechi hii kwa mabadiliko kwa maana Jonathan Lamar hadi kwenda finali ya Afrika. Nafikiri labda ndani zako Gisi umesema si plan au si nini. Kwa mazoezi tumefanya penalty. Jonathan tuliona alikuwa safi, ukiangalia na Dikumana Justin. Ndio maana tumeangalia tukasema acha ni uamuzi ni yani kusema acha nitie uniangalie kama itapita. Tumefanya hivyo tumeenda kwa mazoezi. Jonathan alikuwa mzima kwenye penalty. Ndio maana tukasema acha tumbadilishe tutie tuangalie kama anaweza akamata penalty za kutosha. Swali jingine kwa kocha. Bosi hapa. Wataalamu wa soka wanasema penalty inaweza kuwa nusu kwa nusu, ufundi na bahati. Lakini wachezaji wakikosa wengi mfululizo, kuna sababu inaweza kuwa ya nje ya uwanja, kiacha ufundi na bahati. Sasa saikolojia na mambo mengine na kwa elimu. Hapo ni tatizo. Wale wachezaji tatizo lini? Unaona ufundi kwa na bahati huko. Nimesema sana akisijui kama kunitambua vizuri. Kawaida mchezaji kama ana mechi kwenye miguu mingi, mechi mingi za kutosha, inaonekana wamefika kupiga penalty wote waishachoka. Na kwa wengine ufundi kwa penalty tunamwambiaga mtu utapiga, kuna mtu anakataa. Umeona namba 17 tumemwambia akasema kama iko na mchoko. Sio kusema ngo ni bahati au nini. Mimi kwangu football nakamata ni kazi kwanza unafanya uwanjani, training unafanya, mechi unacheza. Hiyo ya bahati na kuya nyuma, bahati na kuyaga kumbe anajisaidia mwenye amefanya kazi. Kumbe sasa sio bahati. Mimi kwangu naona kama ni ile kukosa mechi mingi na kuchoka. Swali la mwisho kwa kocha jamani. Kocha. Asalamu alaykum.
Bwana Yesu asifiwe. Hongereni sana. Asante sana. Sipendi kuchukua muda mrefu kuzungumzia, lakini kubwa cha kwanza ni kumshukuru Mungu kwa mechi hii. Mechi ilikuwa very tough, lakini mwisho wa yote tumepata matokeo mazuri, kitu ambacho Tanzania wengi walikuwa wanatarajia. Tumejifunza mengi kwenye game hii. Nishasema awali kwamba Burundi sio timu ya kubeza, na nafikiri leo mtakuwa mashahidi. Mmeona ni timu ambayo inacheza kiufundi na wako vizuri. Ni timu ambayo imeanza pamoja. Hawa wametoka under 17 wakaja under 20, under 23 mpaka kaja senior team. Kwa hiyo ni timu iko pamoja muda mrefu. Mwalimu wao umemsikia hapa amesema ni kwamba kuna kitu amekosa, match fitness hawana. Kwa sababu muda mrefu wachezaji wengi hawa timu yao walikuwa wanacheza nje, wakakosana na vilabu vyao wakarudi nyumbani. Kwa hiyo wako nyumbani hawachezi. Kwa hiyo yote kwa yote vijana wamefanya kazi nzuri leo. Kuna mapungufu, nilisema awali, kulikuwa na mapungufu yalijitokeza katika mchezo wetu tuliocheza Burundi. Nafikiri leo kwa namna moja au nyingine tumejaribu kuyapunguza, na mwisho yote tukapata matokeo mazuri. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania wote kwa ujumla wetu kwa jinsi tulivyojitoa na uzalendo ambao tumeuonyesha. Tuendelee, kazi imeshaanza, tumeshaingia kwenye group stage. Kwa hiyo ina maana kwamba muendelezo uwepo. Yale mapungufu ambayo tumeyaona tutafanyia kazi kwa sehemu kubwa, na yale mazuri tutaendeleza ili yawe mazuri zaidi. Mwisho yote nirudie tu kuwapongeza na kuwashukuru sana sana waandishi wa habari kwa jinsi mlivyojitolea kwa kuhamasisha watu kuja na kurudi kuonyesha mapenzi na timu yao. Hili ni jambo kubwa sana na nataka liendelezwe. Mwisho yote Mungu awabariki sana. Inshallah tuendelee na umoja huu. Kwanza nikiri kwenye hili la nafasi ya ushambuliaji, tunatengeza nafasi nyingi na tunapoteza nyingi. Ni tatizo ambalo sisi kama walimu tumeliona, na ndio sehemu kubwa ambayo tunataka kufanyia kazi kubwa sana kwenye eneo hilo, kwa sababu mpira bila goals itakuwa ni matatizo. Utaona hata mechi tumecheza na Kenya, tulidraw hapa goalless, tukaenda ka draw tena kule goalless, tukashinda kwenye penalty. Hii tumedraw kule 1-1, hapa leo 1-1, tumeshinda kwenye penalty. Ni sehemu ambayo tunataka tuiongezee nguvu sana, kwamba tunaweza tukamaliza mechi ndani ya dakika za mchezo. Lakini nilichukua hilo na nikiri kwamba tutakwenda kulifanyia kazi sehemu hiyo, kwa sababu nimeshaona kweli kuna tatizo. Kwako ina maana gani kushinda timu yako ya nyumbani, taifa lako, raia wa taifa lako, na mechi kama hii ambayo wote walikuwa wanaitolea macho? Ndio. Sasa mimi utakuwa unanionea mimi Mzigua bwana kutoka Tanga. Mimi Mzigua bwana kutoka Tanga. Maswali jingine kwa kocha. Mungu awabariki sana. Machache kwa Juma. Tunafanya kwanza kuuliza kama sasa nafasi. Tuanzie hapa. Kubariki na waandishi wetu, especially waandishi vijana. Performance zako ambazo umeonyesha katika mechi ya kufuzu jana na performance yako ambazo umeonyesha kuelekea kwenye safari ya kombe la dunia kwenye mchezo huu. So far una comment gani kwenye hilo? Lakini pia kwa muda ambao ulipotea kwenye timu ya taifa takriban miaka 6 mpaka 5 kuendelea. Ulikuwa na kitu gani ulikuwa unafanya mpaka sasa hivi kwa katika performance? Swala la mwisho, unazungumzaje Somalia Stars kuelekea kwenye kufuzu kombe la dunia na kufuzu chama?
nadhani nianze swali la kwanza. Tusiwafiche, wachezaji wanafarijika sana na mshikamano wenu, na naamini kama watu wote wameamua kuipigania nchi yao. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunafarijika sana na mshikamano wenu na kitu ambacho mmekianzisha, na naamini kinaleta matunda ambayo kila mtu anayefurahia. Lakini swali la pili, mimi nadhani hii ni timu ya Watanzania wote. Yawezekana walimu ambao walikuwa wako kwenye kipindi hicho nilikuwa si chaguo lao, lakini si kwa sababu sio bora. Inawezekana nikawa ni bora, lakini si chaguo lake. Kwa hiyo mimi nasema yaliyopita yamepita. Focus, tuangalie timu inaenda wapi na Tanzania inaenda wapi kwenye soka. Safari ya Stars kufuzu CHAN Kombe la Dunia. Mimi nadhani tuendelee kushikamana, kwa sababu tumeanza wote, tushikamane, tumalize wote, kwa sababu timu ni ya kwetu, nchi ni ya kwetu. Maswali mawili ya mwisho. Unafurahishwa Juma na kutokupata magoli ya ushindi mechi mbili na alafu kwenda penalty, na unafikiri nini kifanyike hasa kuzingatia kwamba kweli tunashinda kwa penalty, lakini mwisho wa siku bado kuna ubutu katika safu ya ushindi? Mimi nadhani usizungumzie ubutu, kwa sababu wachezaji wote ambao wanacheza safu ya ushambuliaji kwenye timu zao wanafunga, lakini mwalimu mpya naye anahitaji kuingiza aina ya uchezaji na muda ni mdogo. Kwa hiyo mimi nadhani ni kuendelea kusapoti timu ya kwetu, nchi ya kwetu. Naamini tutafika kwa umoja ambao tulionao. Swali la mwisho nani kwa dada, kwa kina dada, priority kwa kina dada kwenye swali. Dada yangu ulipo, nataka kuuliza kama hamna mwenye swali kwa mwisho. Juma, hongera sana, lakini mimi swali langu ni kwamba miaka mingi umekuwa kwenye bora wa kudaka penalty na leo pia umedhihirisha hilo. Watanzania wanahitaji kufahamu siri yako ya kudaka penalty ni nini na inasababishwa na nini kikubwa zaidi, kwa sababu si mara ya kwanza kufanya hayo yote. Mimi unaenda mwaka wa 19 nacheza ligi kuu, lakini kwenye maisha yangu hakujawahi kuwa na mwalimu akuja kunifundisha kudaka penalty. Kwa hiyo mimi nadhani ni kipaji tu kanipa Mungu, na Mungu anambariki yote ambaye anamtaka. Mimi naamini nimebarikiwa. Una ba Juma